Karibu katika kipindi hichi kinachoangazia mzunguko wa uchaguzi. Leo tutazungumzia hatua zinazofanyika kabla ya uchaguzi. Je, uchaguzi huanza siku ya kupiga kura? Jibu hapana. Maandalizi ya uchaguzi huanza kabla ya wananchi kufika kituoni kupiga kura. Langu jina Mohamed Idrisa Haji, kuwa nami katika kipindi hichi. Kabla ya uchaguzi mkuu, Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar huandaa ratiba, vifaa, bajeti na mifumo mbalimbali ya kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa ufanisi. Hatua hii pia huhusisha utoaji wa elimu ya wapiga kura kwa wananchi kuhusu haki na wajibu wao katika uchaguzi. Maana halisi ya mzunguko wa uchaguzi ni utaratibu wa kusimamia na kuendesha shughuli zote zinazohusiana na mambo ya uchaguzi, kuanzia mara tu unapomaliza uchaguzi mpaka unapofikia uchaguzi mwingine. Kwa maana hiyo, mzunguko wote wa uchaguzi kiutaalamu tunaugawa katika maeneo matatu: kabla ya uchaguzi, na shughuli za wakati wa uchaguzi, pamoja na shughuli za baada ya uchaguzi. Sasa mzunguko wa uchaguzi inategemea na muda wake, inategemea na sheria au katiba ilivyo. Kwa mfano, kwa upande wetu sisi Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, mzunguko wetu wa uchaguzi ni miaka mitano, kwa sababu uchaguzi wetu unakwenda kwa kipindi, kila baada ya kipindi cha miaka mitano. Kabla ya uchaguzi kunakuwa na shughuli mbalimbali zinazofanyika ili kuweza kufanikisha shughuli za uchaguzi. Na shughuli kubwa inayofanyika kabla ya uchaguzi kwanza ni kuandaa bajeti pamoja na mpango kazi wa uchaguzi. Sote tunaelewa kwamba shughuli yoyote lazima iwe na makisio yake ya fedha pamoja na action plan ambayo itaweza kuendeshea shughuli hiyo na kuiwasilisha kunapohusika, ili sasa tuweze kutekeleza shughuli za uchaguzi. Lakini shughuli ya pili ni maandalizi ya miundombinu ambayo yatawezesha kufanikisha shughuli za uchaguzi. Kwa mfano, ofisi, maghala pamoja na upatikanaji wa magari ambayo yatasaidia shughuli za uchaguzi. Kwa hiyo zote tunaiweka, shughuli hizo zinafanyika kabla ya uchaguzi. Tunatizama kwamba tunayo maghala ya kutosha ya kuhifadhia vifaa vya uchaguzi. Ofisi tulizonazo zitaweza kuhimili au kuendesha shughuli za uchaguzi kwa kuingiza wadau wote wanaohusika kwa wakati mmoja, pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo hizo ni shughuli za kuandaa miundombinu zinafanyika kabla ya uchaguzi. Lakini vile vile uchaguzi unaendeshwa na sheria na kanuni. Kwa hiyo tunafanya mapitio ya sheria ya uchaguzi pamoja na kanuni za uchaguzi na uandikishaji, kuona kwamba je, kulikuwa kuna changamoto yoyote iliyotokea katika uchaguzi uliopita na inaweza kurekebishwa kwa kupitia sheria au kanuni. Kwa hiyo hizo ndio shughuli zinazofanywa kabla ya uchaguzi. Lakini vile vile tunakuwa tunaendelea na zoezi la utoaji wa elimu ya wapiga kura, kwa sababu elimu ya wapiga kura inatakiwa itolewe katika muda wote wa mzunguko wa uchaguzi, kuwajulisha wananchi kuhusu mambo mbalimbali ya kiuchaguzi. Lakini vile vile kuna suala la uandikishaji wa wapiga kura. Ili uchaguzi uweze kufanyika, tunatakiwa tuwe tuna mtaji, na mtaji wetu ni wapiga kura. Kwa hiyo tunaandaa utaratibu wa uandikishaji wa wapiga kura kabla ya kufikia siku za uchaguzi. Na mwisho kabisa tunafanya suala la ununuzi wa vifaa vya uchaguzi, yaani manunuzi pamoja na kutangaza zabuni zote zinazohusiana na upatikanaji wa vifaa vya uchaguzi. Kwa hiyo kwa ufupi, hizo ndio shughuli zinazofanyika kabla ya wakati wa uchaguzi. Mpenzi mtazamaji, kama tulivyoona, uchaguzi bora huanza na maandalizi bora. Usikose kufuatilia vipindi vyetu vya elimu ya wapiga kura. Hadi wakati mwingine, kwaheri.